taasisi yetu inaitwa Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote, na hii ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa kwa lengo la kufanikisha ufikishwaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo yasiyo na mvuto wa kibiashara kwa watoa huduma za mawasiliano nchini. Tukizungumzia maeneo yasiyo na mvuto wa kibiashara, tunazungumzia maeneo hasa maeneo ya vijijini, kwa sababu nadhani mtakuwa mnafahamu kwamba mfanyabiashara yoyote anapowaza kufanya biashara anaangalia eneo ambalo linaweza likamlipa au biashara ambayo inaweza ikamlipa. Sasa wawekezaji ama makampuni ya simu ambayo yamewekeza kwenye utoaji wa huduma za mawasiliano hapa nchini wanaangalia maeneo ambayo yanaweza yakawalipa na hasa maeneo ya mijini. Kwa hiyo tukajikuta tuna pengo sasa la wananchi walioko mijini wanafurahia huduma zote za mawasiliano, kwa maana ya kwamba hata wewe saizi mtandao wote unaotaka kuutumia hapa mjini unaupata. Lakini vijijini tukawa na wananchi ambao yeye hata mtandao mmoja hana, kwa maana ya kwamba anaishi kwenye eneo ambalo halina kabisa huduma ya mawasiliano. Kwa hiyo mwaka 2009 serikali iliamua sasa kwamba kuianzisha taasisi hii na ianze kufanya kazi. Kwa hiyo tulianza kufanya kazi rasmi mwaka 2009 mwezi wa 7. Kwanza sisi kama Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote tumekuwa tukishiriki maonesho haya kila mwaka. Yaani ni moja kati ya ajenda zetu za kudumu. Kila mwaka huwa ni lazima tushiriki kwenye haya maonesho. Na tunashiriki kwenye maonesho haya kwa sababu gani? Kwa sababu mawasiliano yana mchango mkubwa kwa mkulima kwenye kuwezesha mkulima kuweza kunufaika kwa namna moja ama nyingine. Tunaweza tukasema kwa kiasi kikubwa wananchi wengi ambao ni wakulima wanapatikana maeneo ya vijijini, na maeneo ya vijijini ndio maeneo hasa sisi tunayo yalenga kwenye kuyaboreshea huduma za mawasiliano. Kwa moja kwa moja kwa UCSAF kujenga minara ya mawasiliano maeneo ya vijijini kunamsaidia mkulima kuweza kunufaika na hizo huduma za mawasiliano. Kwa mfano, atakuwa na uwezo wa kupiga simu, labda amepatikana mteja eneo la mjini lakini anahitaji kuwasiliana naye, badala ya yeye kufunga safari aje mpaka mjini kabla hawajakubaliana bei pamoja na vitu kama hivyo, ana uwezo wa kupiga picha ya bidhaa akamtumia mteja akaiangalia bidhaa yake, kama ni ndizi, kama ni nyanya, kama ni parachichi, akaziangalia wakakubaliana bei kupitia kwa njia ya simu, na mwisho wa siku akamsafirishia mzigo wake. Lakini kuna watu wengi pia tunawaona wako mijini ila wanafanya shughuli za ukulima maeneo ya vijijini. Kuna watu wanalima mipunga. Kwa maana yake ni kwamba yeye akiwa mjini kama anafanya shughuli za kilimo kijijini, kule kijijini wakiwa mbegu zimeisha, maana yake watampigia simu kwamba mbegu zimeisha. Kuna changamoto yoyote watawasiliana, na mwisho wa siku mpaka anaingiza bidhaa yake sokoni, mawasiliano yametumika kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunaboresha huduma za mawasiliano kijijini ili kumpunguzia mwananchi adha ya kutembea pengine umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta taarifa fulani, lakini pia kuondoa mtu wakati ambaye anaweza unasema kumlalia mwananchi. Sababu kama hauna mawasiliano ya moja kwa moja na mnunuzi, anaweza kaja akakwambia bwana mnunuzi kasema nataka kununua gunia kwa shilingi 20,000. Lakini kumbe alimwambia 25, mwenzio amechukua 20 ile 5 kaweka mfukoni. Kwa hiyo tunaongeza nafikiri thamani ya bidhaa ambazo mwananchi anazizalisha kwenye maeneo hayo ya vijijini kama nilivyoeleza. Kwenye utekelezaji wa majukumu yetu kwa maana ya miradi ya ujenzi wa minara, sasa hivi mikataba yote ambayo serikali kupitia UCSAF inaingia na watoa huduma, inawataka watoa huduma kujenga minara ambayo ina uwezo wa kutoa pia huduma ya mtandao wa internet, kwa maana ya kwamba minara yenye kuanzia teknolojia ya 2G, 3G pamoja na 4G. Kwa hiyo mwananchi yeye ataamua kulingana na kipato chake. Kwa mfano kama yuko kijijini, ana uwezo wa kuwa na simu tu ya kawaida ya kupiga simu na kupokea, maana yake atatumia kulingana na uwezo wake. Lakini hata yule mwenye simu hizi za kisasa atakuwa na uwezo wa kupata huduma ya mtandao wa internet. Kwa hiyo hilo ni takwa, naweza kusema sasa hivi la lazima kwenye minara yote ambayo inajengwa kuanzia kitambo hapo nyuma, lakini minara 758 na minara mingine ambayo inaendelea kujengwa. Lakini mwanzoni kabisa wakati taasisi hii imeanzishwa, minara ilikuwa inajengwa kwa teknolojia ya 2G peke yake, kwa kuangalia kwamba labda vijijini wananchi watakuwa na simu tu za kawaida hizi za kupiga na kupokea. Kwa hiyo ile minara sasa hivi yote imeingizwa kwenye mpango wa tunasema ku-upgrade, kuiongezea uwezo iweze kutoka kwenye hiyo teknolojia ya 2G peke yake kwenda kwenye teknolojia ya 3G pamoja na 4G.
tunawashukuru wananchi wote ambao wamejitokeza kutembelea kwenye banda letu la mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa ajili ya kupata elimu ya utekelezaji wa miradi yetu, lakini pia kuna ambao wanawasilisha changamoto za mawasiliano kwenye maeneo yao kama ambavyo nimeelezea. Lakini pia tunatumia nafasi hii kuwakaribisha wananchi ambao bado hawajatembelea banda letu waweze kuja kwenye banda la mfuko wa mawasiliano kwa wote, waweze kujifunza kuhusiana na miradi yetu, lakini pia waweze kufahamu ni kwa namna gani serikali imekuwa ikishirikiana na haya makampuni ya simu kwenye kufikisha huduma za mawasiliano kwenye maeneo ya vijijini. Sisi tunatoa ruzuku, kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikawa ngumu hata mwananchi kujua kwamba huu mnara uliojengwa kwenye kijiji fulani kumbe ni serikali ilihusika. Kwa hiyo tunatoa elimu, huwa tunaenda kwenye maeneo ya vijijini kabisa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia hii ni nafasi ya kipekee kwa mwananchi kuweza kufika na kufahamu kuhusiana na shughuli zetu. Kwa hiyo tuko kwenye banda la serikali namba 2 au Government Pavilion 2. Ukiingia hapa ndani tafuta banda la mfuko wa mawasiliano kwa wote. Maafisa wetu wako hapa tayari kukusikiliza, tayari kukuhudumia. Karibu sana, tunashukuru. Kwa majina naitwa Stefano Shora, ni mwajiriwa katika halmashauri ya wilaya Chamwino, ni afisa maendeleo ya jamii na hudumia tarafa ya Mpwayungu. Mwaka jana tarehe 6 mwezi wa 8 nilifika hapa. Changamoto yetu kubwa ilikuwa ni mtandao, hasa kata ya Manda na kata ya Mpwayungu, kwamba tulikuwa tunapata shida na lazimika utume taarifa za kiofisi, hasa mfumo wa utumishi unalazimika kupanda milimani kutafuta mtandao. Baada ya kufika kujieleza hapa, walisema wamechukua, watafanyia kazi. Nashukuru sana, mapema mwaka huu mwezi wa 3 watu wa Yasi walifika Manda kufungua mtandao rasmi na tukaanza kupata mawasiliano. Lakini pia Vodacom nao walizindua mtandao mpya katika maeneo ya Chinuguru. Kufikia mpaka sasa hivi 90% changamoto hii imetatuliwa. Nikaona kwamba tukijua kulalamika tukumbuke pia na kushukuru baada ya malalamiko hayo kutatuliwa. Moja kwa moja nimeona kwamba leo nipite hapa nishukuru kwamba naamini hata hizo 10% ambazo zimebaki sitafanywa kazi kwa sababu tumetoka mbali. Kwa kweli tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa na mipango alionayo, hasa tunapoelekea kwenye dira ya 2050. Bila mawasiliano ilikuwa ni changamoto. Sasa tunapokuwa na mawasiliano moja kwa moja, tunahakika kwamba dira hii itatekelezwa kwa 100%, kwa sababu mawasiliano inachangia kwa 1% kubwa sana kwenye swala la uchumi. Mama amekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba mfuko wa huduma mawasiliano kwa wote umewezeshwa, ndio maana mpaka vijijini kule huduma imeweza kutufikia.